Sijajua kama ni Mbeya mjini hapa au ni maeneo yoyote. Kwa mfano mimi nimetoka asubuhi, nimetoka Uyole. Kuna baadhi ya vituo Uyole mafuta hamna. Yaani watu wanasema kwamba mafuta hayapatikani kabisa, lakini nimekuja maeneo ya Sai, eneo la Sai lote kule mafuta hamna. Na nimejaribu kuuliza wenzangu, wanasema mafuta hamna. Kuna rafiki yangu mmoja ambaye amenipigia simu kutoka Chunya mjini. Anaagiza mafuta kutoka Mbeya. Kwa hiyo inaonekana mafuta ni changamoto sana. Kama unapoona mimi hapa, inabidi niende shambani Mbozi. Kwa hiyo natafuta mafuta. Kuna rafiki yangu mmoja ambaye nimempigia simu anasema mafuta kuna sheli moja pale Kadege naweza nikapata mafuta. Ila sheli za hapa mjini zote mafuta hamna, yani hamna kabisa. Kuzungumzia Mwanjerwa, Kabwe, Soweto mafuta hamna. Changamoto ilianza toka jana jioni. Sababu mafuta ambayo yapo ni diesel peke yake. Kiangalia mafuta petroli sheli zote takriban sheli 10 kama nakosea au sikosei. Kwa hiyo tunakwenda kuambia petroli hamna, diesel ipo. Je, kuna tatizo gani ambalo linasababisha mpaka petroli iwe ni adimu kwa mpaka sasa? Hiyo na sitafahamu. Nashukuru. Mimi mafuta nimewekea Iwambi. Kwa hiyo yani nimeenda hadi 88 sheli zote kule hakuna mafuta. Kwa hiyo ni hapa tu ndo tumebahatika mafuta. Kwa hapa tupo kwenye foleni tunasubiri mafuta. Ila sijajua huku chini kama yapo. Bila mafuta ndo hivyo, tutafanya kazi gani blaza? Hatuna kazi nyingine. Sababu sisi na madereva bajaji tunategemea tunasema 100% tunategemea sheli. Piki hazina mafuta, ukienda sheli penyewe ndio kama hivyo. Baadhi ya sheli kama tumebahatika kupata sheli tu moja hii Mwanjerwa hii hapa. Hapa Mafiati. Asilimia nyingi sheli mafuta hamna. Na sio kwamba hamna, watu wameamua tu wazuie tu wasiuze. Watu ambao wameanza kufanya biashara wameanza kuficha mafuta. Kwa sababu serikali ilishatoa takwimu inayo mafuta ya kutosha na imeyatoa maelekezo mara kadhaa, jamani msifiche mafuta mpaka walau miezi miwili na ukuja kuna mafuta ya kutosha. Sasa tunapoona kwamba tena mafuta yapo hapa, inabidi ifanye uchunguzi wa hali ya juu, kwa sababu serikali haiwezi kaongopa. Kama inaongopa basi wananchi hawatakuwa na imani. Athari kubwa haijaanza kwa sababu sasa hivi ndio leo mara ya mwanzo. Lakini hii ni dalili mbaya. Ukiona foleni zinaanza ni dalili mbaya. Serikali kwa wafanya biashara wa mafuta wasifiche mafuta jamani. Tunajua huko kweli, huko tunakokwenda huko magari yote tutapaki. Lakini wasifiche saizi, tuendelee kufanya kazi kidogo ili watu uchumi usonge mbele kidogo kwa wiki 2-3 au mwisho mwezi ujao itakapotangazwa tutaona bei mpya. Mimi natonoa. Changamoto iliyopo nimetoka naitwa Noah Mohamed Nyasanga. Changamoto iliyopo nimetoka Chunya. Chunya kule mafuta hamna na kuna foleni kubwa. Hivi nimetoka Chunya, jamaa kaniagiza kaninunulia Mbeya. Kaninunulia Mbeya mafuta. Ndio nimefika hapa sasa nakuta changamoto ni hiyo hiyo. Ni sheli ngapi hapa Mbeya umezizunguka? Sheli hapa nimeanzia hapo Mwanjerwa, hiyo Chipukizi. Hiyo Phoenix. Hiyo Puma. Zote wanasema hauzi mafuta. Na Akabo wenyewe nimetoka na Akabo wenyewe pale wanasema mafuta hauzi. Sasa tuelewe mafuta yapo au